Mambo usiyoyajua kuhusu umoja wa Ishi na Watu Kishapu Kijamii. Umoja wa Ishi na Watu Kishapu Kijamii ulianzishwa mwaka 2024. Lengo la kuanzishwa umoja huu ni kusaidiana wakati wa shida, hasa pale mtu anapopatwa na msiba. Umoja wa Ishi na Watu Kishapu Kijamii unaongozwa na mwenyekiti John Maliganya. Naitwa Messi John Masi, ni makamu mwenyekiti wa umoja wa Ishi na Watu Kishapu Kijamii. Umoja ambao ulianza mwaka 2024 Septemba. Kimsingi ilikuwa ni maboresho kutoka kwenye kikundi cha watu waliokuwa wanajiita Ishi na Watu Kishapu. Kwa hiyo wakaona hili tuwapate ni wanakishapu wote wanaoishi na waliowahi kuishi, kaona ngoja tuboreshe na tuunde kikundi cha kusaidia hata wakati wa changamoto. Kama unavyojua kwamba masuala ya starehe sio wote wanaopenda, masuala ya michezo sio wote wanaopenda. Kwa hiyo kwenye masuala ya kusaidiana kwenye msiba, kila mtu anahusika, iwe mtoto, iwe mtu mzima, iwe maskini au tajiri, anaguswa. Kwa hiyo kwa hii mwaka 2024 ndio waliamua sasa ngoja tuanzishe na tuhamasishe watu wengi wajiunge, na kweli wamejiunga watu wengi. Mpaka sasa tuko karibia 400, takriban 400 ambao tunachangia kwenye umoja wetu 2500 mfuko kila msiba ukitokea, lakini tunataka tuweke akiba. Na mwana mmoja anatakiwa awe na akiba, na obviously ukiwa na akiba ina maana ikitokea changamoto ya msiba kwa mwana mmoja atapewa ndani ya masaa 24, atakuwa amepewa kiwango chake. Tofauti na zamani tulivyoanzia, tulianza na 500,000. Sasa 500,000 kwa sasa ni kiwango kidogo ambacho hakisaidii sana, lakini kwa sasa tuko kwenye 800,000. Mfiwa akipata akiwa na hana magepu, ana akiba zake na ana wategemezi kwenye fomu, basi anapewa ndani ya masaa 24 800,000. Lakini tofauti na hapo, kama hauna akiba, ina maana unasubiri masaa 72 changie sasa na wengine wachangie ndio upewe. Kwa hiyo kuchelewesha kutokuwa na akiba kusababisha uchelewe kupata mkono wa pole. Lakini ukiwa na magepu hutapata mkono wa pole kwa sababu hauna akiba. Kwa hiyo tunahamasisha wenzetu kila mmoja ajisikie kuwa na mchangia mwenzake, lakini awe na akiba za kutosha kwenye kikundi. Bahati nzuri hata ukiweka hela nyingi itaendelea kutumika taratibu, ulishagasahau, lakini wewe ni mchangiaji mzuri. Tunaendelea kuwaalika wale wanakishapu ambao wanaishi kishapu lakini bado hawajajiunga kwenye mfuko huu, waje wajiunge. Na wale ambao wako nje ya kishapu lakini waliwahi kuishi kishapu, tunaendelea kuwaalika waje, kwa kuwa mfuko wetu unamtambua mwana mmoja hata kama yuko nje ya kishapu. Wote tunawaalika tuje pamoja tusaidiane. Ujue masuala ya msiba hayana taarifa, hayabishi hodi, na yanamkuta mtu wakati hajajiandaa, hana pesa. Sasa ukiwa mwana mmoja ukapatwa na msiba, unashikwa mkono kwa kiwango ambacho hata wewe unajisikia faraja kwamba unawaishi, una ndugu, una jamaa na marafiki zako ambao wanakujali. Kikundi chetu cha Ishi na Watu Kishapu Kijamii inaongozwa na mwenyekiti wetu mpendwa John Maliganya, ambao zamani alikuwa anajulikana kama John Sakos. Makamu mwenyekiti ni mimi Messi John Masi, katibu wetu Lucas Masesa, na katibu msaidizi Esther Pascal. Lakini tunaye mwasibu ambaye anaitwa Gemastela Isaac. Tunaendelea kukaribisha wana umoja wote, wana kishapu wote katika kikundi chetu hiki cha Ishi na Watu Kishapu Kijamii, kwa kuwa ni kikundi ambacho kiko sharp na watu wake ni sharp, uongozi uko imara. Karibuni sana kwa ujumla. Wote wanaoishi kishapu ambao bado hawajajiunga, naendelea kusisitiza wajiunge kwa kuwa kuna faida. Lakini wale ambao wako nje, nasisitiza tena waje wajiunge huku, kwa kuwa mkono utawafikia kule walipo. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Lucas Ngegeshi Masesa, ni katibu wa umoja wa Ishi na Watu Kijamii Kishapu. Ishi na Watu Kishapu
kijamii ni umoja ulioanzishwa mwaka 2024 kwa lengo la kusaidiana kwenye changamoto ya msiba. Ishi na Watu kijamii inalenga watu wanaoishi Kishapu, wilaya ya Kishapu, na waliopo nje ya wilaya ya Kishapu ambao walishawahi kuishi Kishapu. Ishi na Watu Kishapu kijamii mpaka sasa hivi na wanachama 400, lakini tumeweza kusaidiana misiba 27 tangu tuanzishe. Ishi na Watu Kishapu kijamii ilianza baada ya mwana umoja mwenzetu kufariki, tukiwa kama kwenye grupu la WhatsApp ambaye alikuwa anaitwa Nafsa Magesa, afisa mifugo. Tulianza na kiasi kidogo cha kuchangiana shilingi 1000 ambayo ilikuwa inatumwa kwa muhusika, lakini baada ya hapo tukaendelea kuimarika, tukaanza mfumo wa mkoba ambayo inapatikana kupitia mtandao wa Vodacom. Tukaongeza kiasi kawa shilingi 2000 na mkono wa pole ukawa shilingi 500. Lakini mwaka jana 2025 tulifanya mkutano, tukawa na mabadiliko ya kiasi cha kuchangia shilingi 2500 na mkono wa pole ikawa shilingi 800 mpaka sasa. Ishi na Watu kijamii tumeweza kusajili kupitia ofisi ya afisa maendeleo ya jamii kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Umoja wa Ishi na Watu Kishapu umeweka kiingilio shilingi 50,000 kwa sasa, lakini mwanachama mpya atalazimika kuweka shilingi 2500 kuanzia, lakini hazuiliwi kuweka kiasi kikubwa, na huo mchango unapokelewa kwa njia ya mkoba ya utoaji wa mkono wa pole. Hapa ningependa nifafanue namna ya utoaji wa mkono wa pole kwenye umoja wetu. Umoja wa Ishi na Watu Kishapu, kabla ya yote, mwanachama anapojiunga anapewa fomu ya kuelezea walengwa wake ambao wanahusika na umoja huu. Kwa maana hiyo fomu inaeleza ajaze baba, mama mzazi, mke wake au mume wake na watoto wake wa kuzaa yeye mwenyewe. Lakini pia kwenye ile fomu kunakuwa na mtu wa karibu kwa maana ya jirani yake ambaye yupo ndani ya umoja wetu. Panapotokea na changamoto, viongozi tunampigia mtu wa karibu kujiridhisha hiyo taarifa kama ni sahihi. Lakini pia baada ya kujiridhisha, sisi viongozi huwa tunafika eneo la msiba, tunajiridhisha, lakini pia tunatoa na ule mkono wa pole. Mkono wetu wa pole ni shilingi 800 ambao tunaotoa ndani ya masaa 24 baada ya kujiridhisha. Lakini pia kwenye utoaji wa mkono wa pole, mwanachama anakuwa tayari ameshasajili walengwa wake pamoja na watoto yatima kama nao wanakuwa tayari wameshasajiliwa. Huyo yatima inapotokea labda amefariki, mlezi wake atapewa mkono wa pole wa shilingi 800 kwa sababu atakuwa tayari ameshamsajili. Ukomo wake utaishia pale atakaposhindwa kuchangia matukio 3 kwa mfululizo. Hivyo basi, nawasihi wanachama wenzangu
waweze kuweka akiba pamoja na kuziba magepu ambao wana magepu kwa muda, ili kuepusha ucheleweshwaji wa utoaji wa mkono wa pole ndani ya masaa 24. Na waomba wana umoja wenzangu kuziba magepu pamoja na kuweka akiba kwa muda mwafaka ili kuepuka kuvuliwa wana umoja. Umoja wetu wa Ishi na Watu Kishapu Kijamii tayari una matisheti ambayo yana nembo yetu ya Ishi na Watu Kishapu Kijamii, yanapatikana kwa katibu. Matisheti haya yanauzwa shilingi 15,000. Matarajio yetu ni wanachama kuongezeka kutoka kwenye wanachama 400 waliopo wilaya ya Kishapu na waliowahi kuishi wilaya ya Kishapu. Asanteni sana, karibuni. Kwa majina naitwa Boniface Isaya Majama, Kishapu Kijamii. Umoja huu kwa kweli kwa upande wangu mimi umenisaidia sana. Mwaka jana mwezi wa kumi nilipata changamoto ya kufiwa na mama yangu mzazi. Umoja huu ulikuwa pamoja nami, walishirikiana pamoja nami kwa muda mwafaka. Ninashukuru sana kuwa mwana umoja wa Ishi na Watu Kishapu Kijamii. Rai yangu kwa wale watu wote mliowahi kubahatika kuishi Kishapu, ninawaomba mjiunge na umoja huu, kwa maana ni umoja ambao unasaidia sana tu pindi unapopata changamoto. Changamoto zenyewe ni pamoja na kufiwa na walengwa ambao wako kwenye katiba ya Ishi na Jamii Kishapu. Asanteni sana. Kwa majina yangu naitwa Grace Masangu Magembe. Tuko katika umoja wa Ishi na Watu Kishapu katika wilaya ya Kishapu. Watu ambao wameishi Kishapu na tulioko Kishapu wote tumeungana kwa pamoja ili kusaidizana katika mtu yoyote atakapopatwa maafa, akifiwa na baba yake, mama yake, watoto na wategemezi wake. Kwa hiyo kikundi hiki kimeanza kwa watu wachache sana. Mpaka sasa hivi kina watu 400 ambao tuko kwa pamoja, tunasaidizana, tunashirikiana vizuri. Kikundi hiki kiko kwa ajili ya kuweka mkoba ambao utaweka kwenye simu, utachangia mwenyewe. Kila utakapopata tatizo mtu analipia shilingi 2,500 na unaruhusiwa kuweka nyingi zaidi endapo hata mtu akipata tatizo inakatwa huko ili kuepusha usumbufu. Kwa hiyo tunawakaribisha, mkoba wetu ni mzuri, hauna shida. Kwa mfano mimi nilifiwa na baba yangu, niliweza kupatiwa pesa hizo taslimu shilingi 800,000 ndani ya masaa 24 kuishi, nikapewa hiyo hela. Hivyo mkoba ni mzuri, hauna usumbufu wowote. Tunapenda kuwakaribisha na utaona balance yake, utaiona mwenyewe ukiingia kwenye mkoba. Haina uhuni. Ni watu ambao tunaendesha mkoba wetu vizuri. Tunapenda kuwakaribisha watu walioishi Kishapu ambao kwa sasa wamehama na ambao tuko hapa. Napenda kuwakaribisha sana, karibuni sana. Tuko na mwenyekiti, tunza hazina, katibu na sisi sasa wajumbe. Tuna t-shirt zetu zimeandikwa Umoja wa Ishi na Watu Kishapu. Kwa hiyo ninapenda kuwakaribisha, karibuni sana ili muweze kujumuika nasi kwa pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Majina naitwa Clay Bernard Magogo, ni mjumbe wa kikundi cha Ishi na Watu Kishapu Kijamii na miaka 2 kwenye hiki kikundi.
Kikundi kiko vizuri, viongozi wetu wako vizuri, wanazingatia utoaji wa mkono wa pole kwa mlengwa. Hivyo basi napenda kuwahimiza wana kikundi wenzangu waweze kuweka akiba kwa wingi na kuziba magepu yao, ili kikundi kiendelee kushikamana, kuendelea na umoja wetu, na vile vile ambao wanahitaji kujiunga kwenye kikundi chetu, tupo wazi, karibuni sana. Yangu ndio hayo. Majina naitwa Joseph Kashumuni, naishi Muhunze, wilaya ya Kishapu. Mimi ni mwana umoja wa kikundi cha Ishi na Watu Kishapu. Kikundi hiki ni kizuri sana. Hapo mwanzo mimi nilikuwa nasikia kwa wenzangu ambao walikuwa wamejiunga na hicho kikundi, lakini nikakiona ni kikundi ambacho ni kizuri sana, kwa sababu kinasaidia katika shida hizi za maafa. Jambo sio la kujiandaa kama harusi. Mtu akipatwa na maafa anapata msaada ambao fedha ambayo inaweza kumsaidia kutatua masuala fulani katika msiba huo. Vile vile unapojiunga ni kusaidizana, kwa sababu katika shida hii ya maafa mtu anaweza akapatwa hana chochote kile, lakini hicho chama kinamsaidia, kinamshika mkono, na hiyo fedha inapatikana kwa muda mfupi, masaa 24 pesa inakuwa imepatikana. Vile vile unapojiunga kwenye kikundi hiki cha Ishi na Watu Kishapu, ina mfumo mzuri, kwa sababu kuna taratibu zake ambazo unajiunga, una mention majina ya watu, wazazi wako, watoto wako na mtu ambaye unaishi naye katika familia yako, sababu kuna mtu mwingine kweli anakutwa na hali ngumu, hana sehemu ya kushika, lakini hiki kikundi kinamshika mkono. Vile vile hiki kikundi sio kwamba kina mchango mkubwa sana, kwa sababu kila mwana kikundi katika maafa hayo anachangia shilingi 2500. Ni fedha ndogo sana ambayo unaweza kuzunguka mitaani mle ukaomba soda na jamaa mwenzako, rafiki yako, au kazungusha raundi ya bia kama mpiga maji, mpiga vyombo vya moto, ambao unaweza kuzungusha kwa siku kwa jamaa zako hata 4 5. Ni hela ndefu, lakini hii kwa mtu ambaye amepatwa na maafa ni shilingi 2500. Hivyo basi tunaalikwa ndugu zangu wana Kishapu na wale ambao walifika Kishapu wakaondoka hata huko nje ya Kishapu, unaalikwa kujiunga na hiki kikundi. Ni kikundi kizuri ambao tunashikamana kwa pamoja, tunashikamana kwa pamoja ili kusaidizana katika shida. Tangu karibuni sana kujiunga katika hichi kikundi. Ni Kishapu, tushikamane kwa wote. Wewe kama ni mtumishi uko sehemu fulani, ni vyema mkajiunga. Uwe mjasiriamali, ni vyema mkajiunga. Uwe mkulima, ni vyema mkajiunga, kwa sababu mchango wake ni hela kidogo, sio kubwa sana. Hivyo basi, kwanza nilivyogusia hapo awali, kikundi kiko wazi. Unaweza ukaangalia we mwenyewe akiba iliyopo kwenye kikundi. Unaona kabisa kikundi chetu kina akiba shilingi kadhaa. Hata muamala unapofanyika ni wazi, wote wanachama mnapata message kwa mara moja, wote mnaelewa kabisa kwamba hela fulani imetoka. Hakuna sehemu ya uchakachuaji kwamba naweza nikatoa hela yangu ikachakachuliwa, ni hapana. Kama mwanachama amejiunga, wote wanachama ambao mshajiunga, hata kama tuko 100 ngapi, wote message tunapata kwamba fulani amejiunga na kikundi hicho. Hivyo basi ndugu zangu, nawaalika karibuni sana ili tuweze kujiunga na hichi chama, tushikamane kwa pamoja, tuungane kwa pamoja, tusaidizane. Sisi hapa ni wapita njia hapa duniani. Kama tukishikamana kwa pamoja, tukasaidizana kwa pamoja, ni vyema sana. Hivyo basi nazidi kuongezea na kusisitiza, karibuni sana kujiunga na kikundi hiki cha Ishi na Watu Kishapu.